Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametupa. Pasaka ni jambo kubwa sana kwa Mkristo. Kwa sababu bila Pasaka hakuna Ukristo. Bila Pasaka hatuna ujasiri. Lakini tuna ujasiri kwa sababu Yesu Kristo alipojitoa kwa ajili yetu alifufuka. Na alipofufuka yupo hai, na kwa sababu yupo hai tupo hai pamoja na yeye. Maana yake kila kilichokuwa kinyume na maisha yetu kimeshaharibiwa kwa kazi ile ya msalaba. Amen. Na mimi nakutamkia tu mwana wa Mungu uamini kwamba amini ile nguvu ya msalaba, kwa sababu utakapoiamini ile nguvu ya msalaba itakwenda kufufua kila kilichokufa katika maisha yako. Yesu Kristo yu hai. Mungu awabariki sana. Amina. Kwa nyongeza ni kwamba kuna vitu ambavyo lazima ujue. Wakati huo Yesu alipokuwa amekufa, kaburi lilikuwa shahidi wa matukio makubwa yaliyotokea. Biblia inasema pale kwenye kaburi malaika aliviringisha jiwe, lakini kwenye kaburi Mariamu akatoka na habari njema. Biblia inasema furaha kuu alitoka nayo kwamba Yesu amefufuka. Na malaika akamwonyesha hapa ndipo alipokuwa amelazwa Bwana, lakini sasa yu hai. Akamwambia usimtafute aliyekufa kati ya walio hai. Kwa hiyo kaburi likashuhudia matendo makubwa ya Mungu. Maana yake kaburi lilituhubiria na linatuhubiria mpaka leo. Na kaburi lile la Yesu likahubiria Mariamu kwa kumwonyesha kwamba Kristo ameshinda nguvu ya mauti. Kwa hiyo nguvu ya mauti haikuweza kumshika Kristo. Na mimi natangaza kwako leo kwamba hakuna nguvu ya mauti na kuzimu itakayokushika, kwa sababu Yesu amefufuka kwenye maisha yako. Kwa hiyo leo ni siku kuu. Hii Pasaka ni siku kuu, ni siku ya amani. Inaitwa the great day, ni siku ya amani. Kwa hiyo kwa Watanzania na watangazia siku ya amani. Lakini pia tunaendea mwaka wa uchaguzi. Tuko kwenye mwaka wa uchaguzi. Na katika mwaka huu wa uchaguzi kuna mambo mengi yanaendelea. Nchi yetu tuna mambo tunayopitia. Lakini tunachotaka kusema kama kanisa, haki ikiwepo kwenye taifa, Biblia inasema haki huinua taifa. Amani inaweza ikatokea ikiwa imelindwa na haki. Kwa hiyo lazima kama Wakristo tutende haki, na tutende haki kwa watu wote. Tukiwapa watu haki sehemu zote, Mungu ataachilia amani na nguvu ya baraka katika taifa letu. Mungu awabariki sana. Amen. Amen.